mbalimbali. Wiki hii yamefanyika maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani, ambapo mwenzetu Beatrice Eric kupitia Zaidi ya Habari amefanya mahojiano na Daktari Clinton Niwagira Kasano kutoka hospitali ya JN Magae iliyoko hapo Magomeni jijini Dar es Salaam, ambaye ametoa elimu ya jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa kifua kikuu, lakini vile vile akaionya jamii kuhusiana na unyanyapaa kwa wagonjwa wa kifua kikuu ndani ya jamii. Nikitaja dalili chache ambazo zinaweza kuwa notice kwa mtu ambaye ana tuberculosis au kifua kikuu, hizo ndo mtu anaweza kuzinotice kwa uharaka zaidi. Lakini unapohudhuria clinic au hospitali, daktari anaweza kuuliza maswali mengine ambayo akapata clue nyingine ambazo ni dalili pia za kifua kikuu. Na ugonjwa huu unaweza kutibika endapo kama utawahi kupata matibabu. Utakapohudhuria matibabu kwa daktari, anaweza kukutibu, na matibabu yake yanaweza kuanzia miezi 6 na kuendelea. Wapo wagonjwa wengi wa kifua kikuu ambao wameshapata tiba na wanaendelea vizuri na maendeleo ni mazuri, na inashauriwa kumaliza dozi kulingana na ulivyopangiwa na daktari wako, ili kuweza kumuua yule mdudu kabisa na kuweza kuendelea vizuri. Zipo imani potofu ambazo zimejengeka kwamba kila mgonjwa mwenye kifua kikuu anakuwa na HIV au ukimwi. Hili ni swala ambalo kidogo sio la kweli, kwa sababu kifua kikuu kinaweza kumpata mtu yeyote, isipokuwa kinga ya mwili ikishuka, ndo yule mdudu sasa ana take over, anakuwa na nguvu ya kudhoofisha mwili. Dokta, umeeleza vizuri sana kuhusiana na dalili za ugonjwa huu wa kifua kikuu, lakini pamoja na ushauri wako kwamba lazima mgonjwa amalize dozi ili kumuua huyu mdudu. Lakini hapo zamani ilikuwa dawa za TB zilikuwa nyingi sana kwa wakati mmoja, jambo ambalo huenda kwa namna moja ama nyingine lilikuwa linamtisha hata mgonjwa wakati wa kuendelea na yale matibabu, na pia mgonjwa alikuwa akilazimika kila siku kwenda hospitali kupokea dawa na kumeza mbele ya mhudumu wa afya au mbele ya daktari ili kupata uhakika kwamba mgonjwa huyu ametimiza ile haja ya kumeza dawa kwa siku ile. Sasa hivi nadhani teknolojia imekuwa ni kubwa, imekuwa ni pana. Labda sasa hivi mgonjwa wa TB hata kama anatibiwa miezi 6 na kuendelea, labda dawa zimepunguzwa ili kumfanya mtu aondoe ile hofu ya kuendelea kupata matibabu na kumaliza dozi. Hapo awali watu walikuwa wakipokea dawa nyingi, na sio kwa upande wa kifua kikuu peke yake, hata magonjwa mengine. Lakini kadri teknolojia inavyozidi kukua, watu wanazidi kuboresha, wataalamu wanazidi kutafuta njia mbadala, kwa sababu matumizi ya dawa nyingi pia sio mazuri kwa afya, kwa sababu yanaweza kuathiri viungo vya mwili kama figo, zinaweza kupata hitilafu baadaye. Kwa hiyo wataalamu wanazidi kufanya mchakato wa kutengeneza dawa ambazo kama kuna uhitaji wa dawa fulani, zinatengenezwa kwenye vidonge kimoja au viwili ambavyo vinaweza kupatikana dawa zote ambazo zinahitajika. Dokta, narudi tena kwako, nazungumzia suala la unyanyapaa. Nakumbuka kipindi cha nyuma, mgonjwa yoyote wa TB akipatikana tu kwamba na maambukizi ya kifua kikuu, basi kiafya alikuwa anatakiwa atengwe na familia. Nikizungumzia kutengwa, na maanisha kuanzia mahali anapolala, vyombo atakavyotumia, chakula havitakiwi mtu mwingine avitumie, ama kukaa na mgonjwa ama kulala na mgonjwa mwenye ugonjwa wa kifua kikuu, jambo ambalo pia huenda kwa namna moja ama nyingine lilikuwa linawaogopesha wale wagonjwa ambao wanapata ugonjwa huu. Sasa hali ikoje? Kwa zamani kidogo unyanyapaa ulikuwa ni mkubwa kitakwimu, lakini kwa sasa unyanyapaa unazidi kupungua, kwa sababu swala la unyanyapaa limekaa zaidi kuhusiana na elimu au kutokuelewa. Mara nyingi mtu asipokuwa na elimu kuhusiana na kitu fulani, ndio ile unakuta unamtenga mgonjwa fulani, labda mwenye maambukizi ya ukimwi au mwenye maambukizi ya kifua kikuu, kwa sababu ya kutokuwa na uelewa. Lakini siku hizi elimu zimekuwa zikienezwa kila mahali,
na mara kwa mara. Kwa kuhitimisha, labda waeleze wakazi wa jiji la Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla kwamba ni maeneo gani au ni mambo gani ambayo wanatakiwa kuyaepuka ili wasiweze kupata maambukizi ya ugonjwa huu wa kifua kikuu. Sana sana tunasisitiza watu waepuke maeneo yenye mikusanyiko au mrundikano wa watu wengi, kwa sababu haya maeneo kuna asilimia kubwa ya kupata maambukizi, especially kama ugonjwa kama huu ambao ni unaenezwa kwa njia ya hewa. Ni rahisi ya mtu kupata akiwa kwenye maeneo ya mikusanyiko. Unaweza kuta kuna mgonjwa wa kifua kikuu ambaye hajaanza dawa na vimelea vimemshambulia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo akiwa katika mkusanyiko ni rahisi kuweza kueneza ule ugonjwa, akikohoa kwa sababu ya kutokuelewa au kutokuwa na elimu ya namna ya kuwakinga wengine. Dokta, umezungumzia sehemu ambazo ni hatarishi kwa maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu kuhusiana na swala zima la mikusanyiko. Vipi kwa upande mwingine, ni maeneo gani au ni vitu gani ambavyo vinaweza vikachangia moja kwa moja kwenye maambukizi haya ya ugonjwa huu wa kifua kikuu? Yapo maeneo mengi ambayo yanaweza yakahusanishwa na mtu kupata kifua kikuu. Kwa mfano, kama watu wanaovuta sigara kwa muda mrefu pia wako katika hatari ya kupata kifua kikuu. Lakini watu wanaofanya kazi ambazo zinahusanisha vumbi kwa namna moja au nyingine wanaweza pia wakapata kifua kikuu. Kwa mfano, watu ambao wanafanya kazi ya kulanda mbao hizi au kwenye tunasema viwanda ambavyo vinahusanisha na utoaji wa vumbi, lakini pia watu ambao fanya kazi ambazo zinahusanisha kwa namna moja au nyingine, labda uchomaji wa mkaa, wanaweza pia wakapata kifua kikuu. Kiujumla, mtu anapokuwa katika kazi kama hizo anashauriwa kuweza kujiprotect na barakoa kama tulivyosema. Asante sana Dokta. Bila shaka mtazamaji wa kipindi cha Zaidi ya Habari umepata elimu juu ya ugonjwa wa kifua kikuu, ikiwemo dalili zake na namna ya kujikinga. Amezungumzia hapa swala zima la mikusanyiko kwamba ni sehemu ambayo ni rahisi sana mtu kupata maambukizi endapo tu utakutana na mtu mwenye ugonjwa huu, lakini huenda hata yeye mwenyewe pia hafahamu kama ana maambukizi ya ugonjwa huu. Kuvaa barakoa kwa kukinga pale muda unapokohoa ni jambo la msingi kuepuka maambukizi mengi ikiwemo kifua kikuu. Lakini tumeona pia hata kwenye ugonjwa huu wa COVID-19 pia tumeambiwa tuendelee kujikinga kwa kuvaa barakoa ili kuepuka kueneza ugonjwa huu ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa. Nikurejeshe kwake Kisa Mwepiana na Nemba Ndeto ili uweze kuendelea na kipindi chetu cha Zaidi ya Habari. Mtazamaji, na huo ndo mwisho wa kipindi chetu hiki pendwa cha Zaidi ya Habari kwa siku hii ya leo. Ni hayo tu, yametokea mengi ndani ya wiki hii Nemba Ndeto, lakini tukachagua tuliamua hata kwamba haya kwa kweli tumletee mtazamaji wetu kumpa mwendelezo wake, na ndo tunafikia mwisho wa kipindi chetu hiki. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi, tukutakie Jumamosi njema, weekend njema. Endelea kuangalia Channel 10, kilicho bora kabisa kwa vipindi vinavyofuata. Asante.